Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii nami niweze kuzungumza yale ambayo kama waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaenda kuyazungumza leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kukushukuru wewe, lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo anaendelea kulipambania taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijazungumza mengi, nataka niseme jambo moja. Napenda nimshukuru sana Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi aliyetusababisha wabunge wote tuliokuwemo humu ndani tukiwa salama, kwa sababu ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mara ya kwanza kusimama kwenye bunge hili. Lakini nimesimama kwenye bunge hili kwa sababu ya wananchi wangu wa jimbo la Mbogwe. Jimbo langu la Mbogwe linao wananchi takriban 362,825. Walipo wananisikia, wananiona, lakini Mwenyezi Mungu ananiona zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwanza niunge hoja mkono kabla sijasahau. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, naomba nizungumze yale ambayo ameyafanya kwenye jimbo la Mbogwe. Jimbo la Mbogwe kama nilivyozungumza mapema linao wananchi 362,825. Lakini yapo maendeleo makubwa aliyofanya kwenye jimbo la Mbogwe, ikiwemo ahadi yake ya siku 100. Ameweza kutupa watumishi zaidi ya 156. Lakini pia kwenye ahadi zake za siku 100 ameweza kunipa bilioni 1 na milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa kwenye shule zilizopo wilaya ya Mbogwe. Lakini mama huyu Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye jimbo langu la Mbogwe ameweza kujenga shule ya amali yenye zaidi ya bilioni 1 na milioni 600 ambayo iliyoko kwenye jimbo langu la Mbogwe. Lakini rais huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kujenga shule ya VETA yenye zaidi ya bilioni 1 na milioni 300 kwenye jimbo la Mbogwe. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumze kuhusiana na hii shule ya VETA iliyojengwa kwenye jimbo langu la Mbogwe. Tunafahamu na tunatambua kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa mikopo zaidi ya bilioni 200 kwa ajili ya kuhakikisha tunawasaidia vijana na akina mama na watu wenye ulemavu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye jimbo langu la Mbogwe tumeweza kupokea zaidi ya bilioni 3 kwa ajili ya kuhakikisha tunawabeba vijana, tunawapa mikopo pamoja na kina mama kuhakikisha wanajiendeleza katika maisha yao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe ushauri.
Katika jimbo langu la Mbogwe tunao vijana wengi sana. Jimbo langu la Mbogwe ninao vijana takribani 14,000. Lakini vijana hawa wanahitaji mikopo inayotolewa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta mikopo hii, lakini niombe sana kama serikali, kwa sababu tunazo shule ambazo zina mafunzo ya hawa vijana, hususani kwamba tumeletewa pikipiki nyingi ambazo zinakuja kwa vijana. Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, juzi nimepokea pikipiki zaidi ya 51 kwa ajili ya vijana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana serikali liangalie hili. Tunawapa vijana wetu pikipiki, lakini hatuwapi mafunzo. Kutowapa mafunzo vijana wetu, tunasababisha ajali nyingi zinatokea. Watu wanavunjika miguu, watu wanapoteza maisha kwa sababu ya kukosa uzoefu, kwa maana ya kwamba tunazo shule za kuwafundisha vijana wetu ili waelewe namna gani wataendesha vyombo hivi. Kwa niombe kwa serikali tusaidie, kwa sababu tunazo shule ambazo tutaenda kuwasaidia hawa vijana. Tunapowapa mikopo na kuwanunulia bodaboda, tuwaombe sana watusaidie kuwalipia mafunzo ili waweze kujifunza kuhakikisha kwamba wanaendesha bodaboda hizi au pikipiki hizi, kwa sababu wasipofanya hivyo tutaingia kwenye changamoto kubwa ya kuwapoteza ndugu zetu, kwa sababu ajali zimekuwa ni nyingi kwa sababu hatuna mafunzo ya hawa vijana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe sana, kwenye jimbo langu kama nilivyozungumza, ninao vijana wengi, lakini vijana hawa wanatamani na wanatambua kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawapa vifaa kwa ajili ya kuhakikisha wanajiendesha. Lakini niombe tuje tutengeneze mfumo wa kuwafundisha vijana wetu waendeshe pikipiki kwa kufata mfumo wa kuepuka ajali, kwa sababu ajali zimekuwa ni nyingi. Ukizingatia vijana wetu, kama tunavyojua, tuna vijana wa aina mbili. Wapo vijana wanajiita nini? Gen Z. Lakini vijana hawa wa Gen Z, tunao vijana wa aina mbili. Tunao vijana wa Gen Z wenye akili timamu, lakini tunao vijana wa Gen Z ambao hawafai kabisa kwenye nchi hii. Na kwa nini Mheshimiwa Mwenyekiti nalizungumza hili? Leo kuna changamoto ya kutolewa wanasema nini? Nyeti. Jambo hili la watu kutolewa nyeti limekuwa ni changamoto sana kwenye taifa letu. Na mimi nikuombe Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili tunatakiwa tulichukulie serious sana, kwa sababu jambo hili limekuwa ni kubwa. Watu wameuawa, watu wamejeruhiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiwa kama kijana niliyesimama hapa, jambo hili haliwezekani. Kwa nini? Kwamba mimi namshukuru sana Mheshimiwa Waziri husika. Leo ametupa mfano kwamba wanaume wapange foleni, washikane mabega. Hasa mwanaume akimshika mabega mtu mwingine ionekane ametolewa dhahabu tunasema. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana kwenye jambo hili, kama taifa tuwe serious sana kwenye mambo ya hovyo, kwa maana ya kwamba jambo hili linatuumiza. Jambo hili limesababisha ndugu zetu wameuawa, wamejeruhiwa kwa sababu ya mambo ya hovyo. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Asante Mwenyekiti, naomba unipe dakika moja. Nataka nilizungumzie hili jambo la nyeti.
Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili la nyeti, niwaombe hata mawaziri, jambo hili ni kubwa, jambo hili linadhalilisha taifa. Leo tunakaa kujadili. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Asante mwenyekiti.